A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tulifika katika kitabu ambacho kwamba ni kitabu cha Tafsir an-Nur, ambayo kwamba tulikuwa tunaendelea na aya hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العلي العظيم. وإذ قالت الملائكة na angalia pale malaika waliposema kwamba ya Maryamu, e Maryam, inna Allah astafaki, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua. Hiyo ni kuteua ya kwanza. Wataharaki, na akakutakasa. Wastafaki, na pia akakutukuza. Ala nisa'il alamin, kuliko wanawake wote. Kabla tuanze, tungechukua nukta ambayo na hii tafsiri ni Tafsir an-Nur. Tungekuwa ni wenye kuchukua mukaddima, yani mukaddima maana yake ni maelezo ya mwenye tafsiri Nur, alafu tutakuwa ni wenye kurudi katika kitabu kingine, kisha turudi katika kitabu hiki cha Tafsir Nur. Anasema warada fi tafasir, imepokewa katika vitabu tofauti tofauti. Ya kwanza ni Tafsiri al-Manar, alafu kitabu cha pili ni Tafsiri ya al-Qutubi, alafu Ruhul Bayan na Tafsirul Kabir, ya kwamba katika vitabu hivi vimepokewa ya kuwa anna, ya kuwa khayra nisa'il alamin, ya kwamba wanawake bora ni wanne. Ya kwanza ni Bibi Maryam bint Imran, wa pili ni Asia bint Muzahim, alafu ya tatu ni Khadijatul Kubra, alafu wa nne ni Fatimatu Zahra binti yake mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa ndo tulisimama katika kikao ambacho kwamba kilichopita. Sasa tukiendelea ni kwamba anaendelea katika mukaddima, anasema kama dhakarati riwayatu, kama vile riwayat, yani hadithi mbalimbali zimekuwa ni zenye kutaja na kuelezea naqlan, ikiwa hizo riwayat zinapokea kutoka kwa zinapokea kutoka kwa Ahlul Bayt alayhimus salam, ya kwamba anna Maryama, ya kuwa Bibi Maryam sayyidatu nisa'i zamaniha, ya kwamba Bibi Maryam ni sayyidatu nisa'i zamaniha, ni sayyida wa zama zake, yani katika zama ambazo kwamba alikokuwa anakuishi, hiyo zama yeye alikuwa ndo sayyida, ndo Mrs wa zama zake. Na tukisema Mrs, hatulinganishi na wanadamu, hatulinganishi na wanadamu kwa uzuri wake, la. Tukisema Mrs ni kwamba yeye ni bora kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amemteua kwa sababu gani? Kwa ajili ya ibada, vile tulivyoona katika riwaya zilizopita. Kwa hivyo anaendelea nasema, amma Fatima, ama Bibi Fatima, fahiya, basi Bibi Fatima yani binti ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni sayyidatu nisa'il alamin, ndo mbora wa wanawake ulimwengu mzima, min al-awwalin wal akhirin, yani kuanzia zama hizo, kuanzia wakati wa Nabii Adam mpaka katika zama zetu hizi ambazo kwamba sisi tunaishi. Na tukifika katika kikao chake tutakuwa ni wenye kuongea na tutakuwa ni wenye kuelezea. Kwa hivyo anasema bitabiatil hal, kwa hali vile ilivyo, inna Allaha al-khabirul hakim, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuwa na habari nyingi na ni mwenye kuwa na hekima sana. Indama, wakati ambao kwamba
yastafi ahadan, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapochagua mtu anakuwa yuko na hekima sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapochagua hachagui tu kwa kwamba amempendelea mtu fulani, hachagui tu kwa sababu ya kwamba mtu fulani ni wake, la, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapochagua mtu anachagua lihikmatihi, kwa ajili ya hikma yake. Hata watu mahukama watakapokuwa ni wenye kufanya uchambuzi ya kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchagua mtu fulani, ni lazima watakuwa ni wenye kupata jawabu sahihi, na jawabu ambayo kwamba ni muhkam, na jawabu ambayo kwamba ni jawabu ya jawabu. Kwa hivyo ndo anasema fadhalika, kwa sababu hiyo, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchagua mtu, anamteua yule ambaye kwamba anayetaka. Ni kama katika kisa cha Nabii Daud alayhi salam, katika kisa cha Jalut, wakati ambao kwamba yule nabii alisema qala lahum nabiyum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika, mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua ni kwa nini anachagua, anajua ni kwa nini anawaletea hawa manabii, na natija yake kumchagua mathalan Nabii Daud ni kwamba fahazamuhum wa qatala Daudu Jaluta biidhnillah, yani ni kwamba anajua ni kwa nini, na natija ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumchagua Daud ni hiyo, kwamba Daud alikuwa ndio sababu ya kumaliza nani, ya kumaliza Jalut na nini kama zingine. Sasa ndo anasema fadhalika, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kumtakasa mtu, lijihati jadarati wa khasaisi alfarida, miongoni mwa hususia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kipekee. Kabla tuendelee na taalim na zile nukta ambazo kwamba tataja nukta 5 ambazo kwamba Sheikh amekuwa mwenye kuzitaja katika nukta hizo za aya hiyo ambayo kwamba ni aya ya 42 katika suratul Imran, tungependa kwanza tuweze kurudi katika kitabu ambacho kwamba kinachoitwa Majma'ul Bayan, tuangalie mwenye Majma'ul Bayan anasema nini katika hii aya, pindi kwamba alipokuwa anasema bismillahir rahmanir rahim وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. anasema kwamba almaana, yani maana ni kwamba, yani sasa sahib, yani mwenye Majma'ul Bayan anasema kwamba qaddama ta'ala dhikra imra'ati Imran wa faddala bintaha ala aljumla, yani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha nani, amefadhilisha binti ya Hanna, amefadhilisha binti ya Imran ala aljumla. Hakuna mtu ambaye kwamba anapinga, yani kila mtu anakubali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfadhilisha nani, amemfadhilisha mama Maryam au bibi Maryam. Thumma dhakara tafsila tilka aljumla, kisha sasa anaanza kutaja tafsil. Yani ni nini maana tafsil? Ni maelezo ya maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa idh qalatil malaikatu, na waliposema nini, wa idh qalatil malaika, na waliposema malaika. Anasema kwamba idh qalat imra'atu Imran, yani hii jumla ni kama ni hii idh qalatil malaika ni kama jumla ambayo kwamba inafungamana na idh qalat imra'atu Imran ambayo kwamba tulikuwa tumesoma mwanzo, au yakunu maanahu, au jumla hii inaweza kuwa maana yake udhkur, kumbuka, idh qalatil malaika, yani kumbuka wakati ambapo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema idh qalatil malaika ni kama anasema nini, udhkur, kumbuka nini, kumbuka aya ile mwanzo kabisa ambayo kwamba Hanna alikuwa ni mwenye kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amruzuku mtu ambaye kwamba atakuwa ni muharraran, atakuwa ni mwenye kufanya atakuwa ni mwenye kufanya kazi kwa nyumba yako tukufu. Sasa anasema kumbuka, udhkur idh qalatil malaika, kumbuka pindi ambapo kwamba malaika waliposema, au waqila, na inawezekana kwamba aya hii yani wa idh qalatil malaika, tuko hapo bado wa idh qalatil malaikatu, hatuko katika mbele ya aya ya Maryam, la, si tuko hapo idh qalatil malaika. Idh qala tumesema kwamba hii aya
Mwenyezi Mungu anaweza kuwa anakusudia kwamba mwenye Majma'ul Bayan anasema kwamba inaweza kusudiwa, makusudio yake inaweza kuwa maana yake nini? Udhkur, yani kumbuka, pindi ambapo kwamba malaika waliposema. Waqila, na inasemekana katika kauli nyingine ya kwamba yaani Jibril wahdahu, ni Jibrili peke yake. Anasema ya Maryamu inna Allah astafaki, sema e Maryam, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuteua wewe, amekuteua. Sasa anasema ya Maryam inna Allah astafaki, yani maana yake nini? Ikhtaraki, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua, yani amekuchagua. Wa altafa laka, na amekufanyia lutfu, amekufanyia wema nyingi. Liwilad hatta tafarragta liibadati, hadi wewe ukabaki unakuwa ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake pasina kumshirikisha. Wattiba maradhatihi, na kufanya na kutenda yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia. Waqila, na katika maana nyingine, maanahu, yani maana yake kwamba hii inna Allah astafaki, na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua. Ya waqila maanahu, na inasemekana kwa maana yake nini? Istafaki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua wewe liwiladati almasih, yani amekuteua wewe wewe ni mwenye kumzaa na kumzaa ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salam. Na katika hiki ni kutoka katika kitabu kingine, na katika kitabu kingine ambayo kwamba ni kitabu cha Zujaj, anasema wataharaki, na akakutakasa. Taharaki hapa iko na maana ya kukutakasa. Amekutakasa kivipi? Bil iman, kwa imani. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe kuwa mwenye kutakaswa kutokamana na nini? Kutokamana na imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba imekuepusha na kufuru, wa bitaa, na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na nini? Kutokamana na nasi na maasi. Na kutoka kwa Anil Hasan wa Said ibn Jubair, hii sasa ni maneno ya wapokezi, imepokewa kutoka kwa Hasan na Said ibn Jubair. Waqila, na inasemekana wataharaki, na amekutakasa wewe min al-adnas, kutokamana na uchafu, wal akhdha, na machafu pia, allati ta'rudu lin-nisa, ambaye kwamba yale machafu yanakuwa ni wenye kuingia kwa wanawake na kupatikana kwa wanawake. Kwa hivyo hapa wataharaki ni kama huyu ni alimu wa pili na ni mwanachuoni wa pili ambaye kwamba tumeweza kupata katika kikao hiki, ingawaje katika vitabu vya tafsiri nyingi wanakubaliana, wengi wanasema kwamba wataharaki na akakutakasa kutokamana na hedhi, lakini ambaye kwamba tumetaja hapa ni katika kitabu hiki cha Majma'ul Bayan, na kitabu ambacho kwamba tulikuwa ni wenye kusoma mwanzoni, ambaye kwamba ni tafsir, ambaye kwamba ni al-amthal. Ukitaka unaweza kurudi katika kitabu hiko. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba waqila, na inasemekana wataharaki, yani na akakutakasa ni nini? Min al-adnasi, kutokamana na uchafu, wal aqdar, na machafu aina gani? Allati, ambaye kwamba ta'arudhu lin-nisa, ambaye kwamba inaingilia wanawake, na inapatikana kwa wanawake. Uchafu kama gani? Min al-haidhi, uchafu wa hedhi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Bibi Maryam hana hedhi, wa nifas, na pia uchafu wa nifasi, hadi akawa ni mwanamke mwema, li khidmati almasjid, akawa ni msafi kabisa wa kutumikia msikiti na kufanya kazi msikitini. Waqila, na inasemekana pia taharaki, amekutahirisha min al-akhlaqi, kutokamana na nini? Amekutahirisha kutokamana na tabia ambazo kwamba ni tabia chafu, wa tabai arradiya, na maumbile ambazo kwamba ni maovu, maumbile ambayo kwamba ni chafu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamalizia akisema wastafaki ala nisa'il alamin. Hapa mwisho kabisa, wastafaki ala nisa'il alamin, na akakutukuza kuliko wanawake wote, yani kwa kumaanisha kwamba wewe ni mbora kwa wanawake wote. Imepokewa katika kitabu hiki, mwanatafsiri anasema, yani aya hii inamaanisha nini? Ala nisa'i, kwa wanawake ambao kwamba walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaishi katika zama zake
Kwa nini? Lianna Fatima, kwa ajili bibi Fatima binti Rasulillah, mtoto wa mtume wetu, mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala abiha wa ba'li wa baniya sayyidatan nisa'il alamin, wa huwa qawlu abi Jafar. Yani amekuwa ni mwenye kutakaswa bibi Fatima Zahra kwa wanawake wote, ama bibi Maryam ni kwa zama zake peke yake. Na imepokewa pia kutoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba fudhilat Khadijatu, yani amefadhilishwa bibi Khadija ala nisai ummati, kwa wanawake wa umma wangu. Hiyo ni kauli ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fudhilat Maryamu, kama vile alivyofadhilisha bibi Maryam ala nisai alamina, kwa wanawake wa ulimwengu wote. Waqala Abu Jafar, na Imam Baqir anasema maana al-aya. Imam Baqir ni miongoni mwa wajukuu wa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba maana al-aya, yani maana ya aya hii ni nini? Istafaki, yani amekutahirisha wewe, min dhurriyati al-anbiya, kutokamana na mgongo wa manabii, wataharaki, na akakutahirisha na akakutakasa kutokamana na nini? Na zinaa, kutokamana na zinaa. Istafaki liwiladati Isa, na amekutahirisha na amekuteua kwa nini? Ili uwe ni mwenye kumzaa nabii Isa alayhi salam, min ghairi, bila nini? Bila mume. Hiyo ndo maana ya istafaki. Sasa tukirudi katika natija ya aya hii, ambayo kwamba tumesema kwamba ni natija 5 ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuzikumbuka na kuzitaja katika aya hii, ambayo kwamba ni tafsiru Nur. Anasema nukta ya kwanza, almalaika, malaika katika aya hii. Mtakapokumbuka aya inasema bismillahir rahmanir rahim, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Yani anasema kwamba almalaika yukallimuna ghayra al-anbiya. Tunapata kwamba malaika hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, wa idh qalatil malaika, na pindi malaika waliposema ya Maryam, Maryam, inna Allah astafaki, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua, wa taharaki, na akakutakasa, wastafaki ala nisa'il alamin, na akakutukuza kuliko wanawake wote. Hapa aya hii anasema kwamba nukta ya kwanza, anasema shekhe, almalaika yukallimuna ghaira al-anbiya'i ayman, yani malaika wanakuwa ni wenye kuongea na wanadamu, sio lazima waongee na manabii. Dalili ni gani? Idh qalatil malaikatu ya Maryam, wakati ambao kwamba malaika waliposema ewe bibi Maryam. Na hapa pia inamaanisha, kuongezea pia inamaanisha kwamba malaika hawabaki na kubaki kwa wanaume peke yake, bali wanaweza pia kuongea na wanawake pia. Hiyo ni nukta kwanza. Nukta ya pili, anasema biimkani almar'ati, inawezekana kwa mwanamke, antartaqi, mwanamke yote yule duniani inawezekana kwake, antartaqi darajata alqurbil ilahi. Hapa tuweke underline. Kuna tutatafsiri hili neno au jumla hii, alafu inshallah taala katika vikao vinavyokuja tutaweza kwanza kabisa kuanza na hii maana ya alqurbul ilahi. Ni nini maana yake? Anasema biimkani almar'ati, inawezekana kwa mwanamke, antashtaqi, yani kupanda daraja zaidi, darajat alqurba ilahi, au ni mwenye kupanda daraja mpaka afike katika daraja ya alqurbu ilahi. Maana katika ngazi za uchaji Mwenyezi Mungu kuna ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sasa kunaitwa hii darajatul alqurbu ilahi, daraja kwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii daraja ina sifa zake, hii daraja ina ishara zake, inshallah Ta'ala itakuja sehemu yake. Anasema fayanzilu alaiha alwahi, basi wahi itakuwa ni yenye kumshukia al-ilahi, wahi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukisema wahi kama wahi, hayamaanishi kwamba kuna wahi aina mbili, mandugu zangu. Kuna wahi ambaye kwamba ni wahi ya utume, na kuna wahi ambaye kwamba ni wahi ya kawaida kama hii ya bibi Maryam. Wahi ya utume ni kama ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba sasa wewe mtume tumekutuma, ya ayyuhar rasulu balligh, hizo ni wahi. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka, ni wahi hizo, wakati ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoongea na mtume wake. Lakini sasa hii Mwenyezi Mungu anaongea tu na bibi Maryam peke yake, inna Allah astafaki.
Mwenyezi Mungu atakaposema hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutakasa, hayamaanishi kwamba ende watu waambie kwamba Mwenyezi Mungu amewatakasa. La, hiyo amri ni yake, inahusiana na yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba sio alwahi, ambaye kwamba ndani yake kuna amri ya kutangaza nje. Nukta tatu ni kwamba istifau Sayyida Maryam kana ala saidi alkamalat, yani kumtakasa Bibi Maryam alaiha afdalu salatu wassalam ilikuwa ni katika daraja ya ukamilifu, wakadhalika na hivyo hivyo ala nisai alamin, pia kwa wanawake wa ulimwengu wote ni daraja ya ukamilifu. Na ndio maana anasema lihadha sabab, kwa sababu hii takarrarat kalima istafaq marratain, na ndio kwa sababu hii kilma ya nini ya istafaq imekaririwa mara mbili. Anaendelea anasema kanat sayyidatu Maryam ma'suma, kulingana na hii aya anasema kwamba kanat sayyidatu Maryam ma'suma, yani bibi Maryam alikuwa ni nini? Alikuwa ni ma'suma, yani alikuwa afanyi dhambi. Mtu atakapokuuliza dalili ni nini, dalili ni kwamba wataharaki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutahirisha. Kwa hivyo inamaanisha maisha yake yote ilikuwa ni msikitini pale. Kisha anaendelea anasema ya nukta tano ambayo kwamba ni mwisho, as-sayyidatu Maryam uswatun nisa, yani bibi Maryam ni mfano bora kwa wanawake wote duniani. Kwa dalili ni gani? Wastafaki ala nisa'il alamin, na amekuteua na amekutukuza kwa wanawake wote duniani. Kwa hivyo ndio maana anamalizia anasema Sheikh kwamba innal istifa'il awwal, yani hii istifa ya kwanza, innal istifa'il awwali, hii istifa yani kutakasa ya kwanza, laysa bimaana al-istifa thani, sio maana ya istifa ya pili. Ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini? Amekuteua. Ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutukuza. Ni kilma ni ile ile, fi'l ni ile ile, kitendo ni ile ile. Istafaki ya kwanza na istafaki ya pili, lakini istafaki ya kwanza ina maana amekuteua, na istafaki ya pili ina maana amekutukuza. Ndio maana anasema kwamba anna al-istifaa al-awwali, istifaa ya kwanza, laysa bimaana al-istifaa athani wasatati isharatu, na akasema kwamba itakuja ishara yake, na hii ishara inshallah taala tutakuwa wenye kuingia ndani zaidi tuone hii istifa ya kwanza ni istifa pili tofauti ni gani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.